Soko la Tegeta, mpenzi mtazamaji wa Dar es Salaam News. Kama unavyoona, hili ni soko la Tegeta na hapa kuna choo na hapa karibu kuna jengo ambalo linasaga nafaka au unga, chakula cha waenda kula binadamu. Na soko hili mwenyekiti ameweza kueleza changamoto mbalimbali licha ya kuwa chafu na miundombinu ya choo kuwa mibovu, lakini bado anaendeleza biashara. Mimi kimsingi kwamba mazingira sio mazuri na kwa sababu serikali inaona na ipo kimsingi watufanyie utaratibu tu wa kutuboreshea mazingira, kwa sababu kwa kipindi hiki cha mvua, sio mvua tu, hata kama kipindi cha jua, kwa mazingira tuliokuwa nao sio mazuri. Hayo tulishawahi kuyazungumza na tulalamikia, lakini kwa majibu ya serikali hususan halmashauri yetu umetuambia watatuboreshea, na hapo kwenye bajeti kwa madai yao kwamba washatengeneza bajeti, kwa hapo kwenye process za kuboresha. Kwa sasa ukishakujibu hivyo una namna, lazima usubirie. Kinondoni nasema ina mpango wa kujenga soko la nyuki. Kwa hiyo hawezi kuongeza chochote wakati wapo kwenye programu ya kufanya ujenzi ndani ya soko letu. Ujenzi ambao utaambatana na matundu ya vyoo, paki za magari, kuboresha miundombinu iliyokuwepo soko. Kama unavyoona leo, baadhi ya maeneo hayapitiki hasa kipindi hiki cha mvua. Miundombinu ya soko letu kwa ujumla sio rafiki sana, hasa wakati wa mvua. Nashauri kwamba wataalamu wa afya wazidi kuwa karibu na wale watu, washauri, lakini pia kuwapa maelekezo namna ya store zao na ukaribu wa huduma ile ambayo inatolewa pale. Maana ile eneo lilianzishwa kwa mfumo wa kiloko, yani lilijengwa kienyeji, halikufuata mifumo ile ya kimipangilio wa kibiashara. Ndio maana leo hata unavyoona ufanyaji wa biashara zetu upo kiholela zaidi. Japo sisi wafanyabiashara ndogo ndogo tumejitahidi kuwa na zoni. Soko la nyuki lina vitengo zaidi ya 23 na kila kitengo kina bidhaa yake. Sasa kupitia mfumo huu unaokuja ujenzi mpya, tunashauri sana uzingatie akidi ya afya kwenye swala la mashine, bucha pamoja na maeneo ya mamantilie. Pia si rafiki sana na hayapo pia kwenye mfumo mzuri ule wa chakula. Kwa hiyo nyuki tuna changamoto nyingi za kiafya. Tunalindwa na Mungu. Yaani sisi tunamtegemea Mungu, na kwa kuwa Mtanzania haathiriki kwa haya magonjwa, isipokuwa ikitokea mlipuko, kimsingi tunaweza kuwa waathirika wakubwa. Na isitokee milipuko mpaka pale soko letu litakapokuja kuboreshwa kama inavyosemekana, isiishie kusemwa. Soko la nyuki lina historia ya kujengwa zaidi ya miaka 15 iliyopita. Sawa eh? Kwa hiyo mpaka leo bado ni story. Maana hatujaona communication yoyote ambayo inahusiana na ujenzi. Japo wamepita wataalamu wa Benki ya Dunia, wawezeshaji wa ujenzi wa masoko, wamefanya mazungumzo, wameongea na wafanyabiashara, wamechukua maoni yetu, tumezungumza nao, lakini bado hatujaona detention yoyote, hatua zozote ambazo zinachukuliwa kwa ajili ya huo ujenzi. Lakini nashauri jambo moja. Tunaomba kabisa huduma ya choo ionekane ni huduma ya dharura, mbali na ujenzi, ipewe kipaumbele kwa sasa. Na miundombinu ya soko ikiwemo barabara zinazozunguka soko letu ni mbovu mno, ukizingatia soko letu la nyuki linaongoza kwa mapato kwenye wilaya ya Kinondoni. Soko la nyuki kwa 90% linaongoza kwa mapato. Tunawakusanya mapato mengi kwenye soko letu la nyuki. Kuna gari za maembe, kuna roba za parachichi ambazo zinashuka kwenye soko letu, na bidhaa zingine, vitunguu, karoti, hoho na vitu kama hivyo. Kwa kwenye mazao tu yanayoingia sokoni asubuhi, tunaweza tukawa na mapato mengi zaidi kuliko haya ambayo tunazungumzia ya vizimba. Sawa. Lakini mgogoro wetu mkubwa sana wafanyabiashara na manispaa ni kujua mapato ya soko kwa siku. Hii imekuwa hadithi. Mkikaa kwenye mikutano mnaambiwa mnapaswa kujua makusanyo yenu kwa siku kwenye soko. Lakini ukienda kudai hiyo taarifa, unatengeneza mgogoro na vita mbaya sana. Sasa hii inatupa mashaka sana kwenye ukusanyaji.